بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد. Majlis iliyopita katika kitabu Al-Kabair tulikuwa katika Al-Kabiratu Athaniyata ashara, tulikuwa katika dhambi kuu la 12 ambalo ni zina, uzinifu na tulikuwa ni wenye kukamilisha dhambi hili, tukaishilizia na hadithi ya mwisho aliposema Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, wa fil babi ahadithun, na katika mlango huu unaoelezea kumuua mtu yoyote katika wanaume atakayemuoa ndugu yake wa karibu au atakaye mzini ndugu yake wa karibu, kama vile tulivyoona hadithi zilizopita, atakayetembea na mama yake, atakayetembea na dada yake na wengineo katika ndugu zake wa karibu, na kwamba jarima hili ni kubwa sana kuliko mfano. Minha, katika hadithi hizo zinazoelezea katika mlango huu, hadithu al-Bara'i, ni hadithi ya al-Bara' ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, anna khalahu ba'athahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mjomba wake Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwagiza ila rajulin arrasa bimraati abihi. Mtume alayhi salam alimwagiza aende kwa bwana mmoja ambaye arrasa bimraati abihi, aliyemuoa mke wa baba yake, aliyekuwa aliyemuoa mke wa baba yake, kwa maana aliyekuwa mke wa baba yake, imma baada ya kufa baba yake au baada ya kumwacha baba yake. Mtume alayhi salam alimwagiza huyu bwana, alimwagiza al-Bara, mjomba wake al-Bara ibn Azib, aende kwa huyu bwana aliyefanya kitendo hiki cha kumuoa mke wa baba yake, kwa maana kamuoa mama yake mdogo au mama yake mkubwa. An yaktulahu, aende akamuue, wa yukhammisa malahu, na aitawanye, aigawe mali yake. Na hadithi hii akhrajahu Abu Dawuda wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah, na ameisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, hadithi ambayo inaonyesha hukumu na haddi ya mtu ambaye atakayemuoa ndugu yake
wa karibu ambaye kwake yeye ni haramu, kama huyu aliyefanya kitendo cha kumwoa mke wa baba yake. Hada khatir. Mke wa baba yako ni haramu kwa wewe, ima baba yako amefariki au baba yako amemwacha, ni haramu kwa wewe, hata kama atakuwa ni mtoto mdogo, kama tulivyoona katika darasa iliyopita kuwa kuna baadhi ya vijana wanatembea na mama zao wadogo kwa kisingizio, wakidai ya kwamba baba mwenyewe anaoa watoto wadogo na sisi ni vijana wakubwa, anategemea nini? Na nikawa nimepiga kisa ambacho kilielezea katika visa vilivyotokea baadhi ya ndugu zetu baada ya kuoa wasichana wadogo, na huku wana vijana wakubwa na vijana wenyewe hawana adabu, ikawa wanaishi pamoja kwenye nyumba moja, yakatokea mafsada, vijana kutembea na mama zao eti kwa sababu tu ni wasichana wadogo. Madam ni mke wa baba yako, huyo ni mama yako, ni haramu kwako wewe, hayyan au mayitan, sawa sawa baba yako yuko hai au amekufa, haramu. Hata kama atakuwa amemwacha, haramu kwako wewe kumwoa. Na tukawa tumeona kwamba aqwali za ulama katika sehemu hii, man waqa'a ala dhati mahrimin au ala dhati mahramin fahadduhu, hukumu yake na adhabu yake, in kana muhsanan fa innahu yurjam. Kama ni muhsan, ni mtu ambaye tayari ashaoa, anapigwa rajim, anapigwa mawe mpaka nakufa. Wa in kana thayyib au kana bikran, na kama takuwa ni bikra kwa maana ghairu muhsan, hajaoa, fa innahu yujladu 100 jaldatin. Hii ni kauli na ndio mashuhuri kwa madhhabu ya Hanabila kwamba ikiwa hajaoa anapigwa viboko 100, anapigwa viboko 100 kama ilivyokuja katika surati An-Nur. Na kama ameoa yurjam, anapigwa rajim mpaka nakufa. Hadha qawlu al-Hanabila wa huwa al-mashhur. Na wengine katika ahlul ilmi ambao ni jamahiri ahlul ilmi, na pia ni riwaya inda Ahmad, pia ni riwaya katika riwaya iliyopokewa kwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, annahu yuqtalu mutlaqan, ni kwamba mtu huyo anauawa ala al-itlaq, anauawa moja kwa moja, sawaan bikran kana, sawa sawa atakuwa ni bikra kwa maana muhsanan au ghairu muhsan, sawa sawa atakuwa ashaoa au hajaoa. Yuqtalu mutlaqan, anauawa moja kwa moja. Na wakasema ya kwamba yuqtalu mutlaqan liriddatihi, anauawa moja kwa moja kwa sababu ameritadi. Ameritadi vipi? Wanasema bistihlalihi ma harrama Allahu ta'ala, anauawa kwa ridda
kwa sababu ya kuritadi kwake kwa kile kitendo cha yeye kuhalalisha aliyoharamisha Allah, kwa kile kitendo cha yeye kuhalalisha aliyoharamisha Allah. Allah tabaraka wa taala anasema hurrimat alaykum ummahatukum, ni haram mama zenu kwenu nyinyi. Tayari sasa mtu akamhalalisha mama yake, huyu amehalalisha damu yake, waqad irtadda, anakuwa mfanyaji amertadi kwa kitendo cha yeye kuhalalisha haram. Wengine wakasema yuqtalu haddan, anauawa kwa hadd, yani kwa kusimamishiwa adhabu ya kuuawa, na si kwa sababu ya ridda, si kwa sababu ya kurtadi kwake, bali anasimamishiwa adhabu ya kuuawa ikiwa ndio hukumu yake kwa kitendo alichokifanya. Na hii ndio kauli ameirajihisha Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala na wengineo, akasema ya kwamba fakullu man tazawwaja dhata mahramin, yoyote atakayemuoa ndugu yake wa karibu ambaye ni haramu kwake yeye, fa innahu yuqtalu haddan wa in kana bikran, huyo anauawa na hiyo ndio adhabu yake, hata kama atakuwa ni bikra, kwa maana hata kama atakuwa hajaoa. Yuqtalu haddan wala yuqtalu riddatan, na hauawi kwa sababu amertadi, la, anauawa ikiwa ndio adhabu yake, kwamba adhabu yake na hukumu yake ni kuuawa mutlaqan, sawa sawa ameshaoa au hajaoa. Kwa jambo hili atakalokuwa amelifanya ni tofauti na jambo ambalo anaweza akalifanya kwa mtu mwingine. Mathalan akazini na binti mwingine au na mwanamke mwingine, mwanamke kando, hukumu yake tumeona, kama ameoa yurjam, anapigwa mawe mpaka nakufa, na kama hajaoa yujlad 100 jaldatan, anapigwa viboko 100 na anahamishwa na eneo. Tayari hiyo kama amemzini mwanamke kando. Ama kama amemzini ndugu yake wa damu na ambaye ni haramu kwake yeye, nasema hivyo ambaye ni haramu kwake yeye kwa sababu wako ndugu wengine ambao si haramu kwako, sawa, tunaungana nasab lakini si haramu kwako wewe. Nilipiga mfano darasa iliyopita, mfano nani kif binamu yako, yani mtoto wa nani? Ahsan, kadhalika mtoto wa ami yako, sawa. Hao tunakutana kwenye nasab, lakini je, wameharamishwa? La, sawa sawa. Si kaona mtu kamuoa mtoto wa ami yake, anasema amemuoa ndugu yake, naam, lakini sio ndugu yake aliyeharamishwa, sawa sawa. Naam. Sasa mtu akathubutu kumuoa ndugu yake ambaye ameharamishwa kwake yeye, hadha yuqtalu mutlaqan, hukumu yake anafanyaje? Anauawa, kwa sababu amehalalisha aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb, leo tutakuwa na alkabiratu athalithata asharata, alkabiratu athalithata asharata, dhambi kuu la 13. Kidogo dhambi hili imamu ameweka dalili nyingi, kwa hivyo tutakwenda kidogo kidogo mpaka tutakapomaliza mlango huu insha Allah taala. Dhambi kuu la 13 anasema Imamu Dhahabi rahimahullahu taala, al-imamu al-ghashu lira'iyatihi, al-imamu al-ghashu lira'iyatihi
adh-dhalimu al-jabbaru. Dhambi kuu la 13 ni kiufupi unasema ni dhulma. Kiufupi ni dhulma. Hiyo ndio dhambi kuu ya 13 ni dhulma. Tumeona kwamba hapa inatajwa dhulma ya kiongozi kwa dhulumu raia, lakini hapa anaanza kuingia kiongozi na tunaingia sisi sote. Tutakujaona tunaingiaje. Ndio maana nikasema kwa ufupi dhambi kuu la 13 ni dhulma. Dhambi kuu la 13 ni dhulma. Imamu anasema al-imamu al-ghashu, imamu mwenye kuwafanyia ghishi liraiyatihi, raia wake. Imamu al-ghashu, mwenye kuwafanyia ghishi liraiyatihi, raia wake. Mwenye kuwafanyia ghishi. Nini maana ya ghishi? Ghishi maana yake kwa upande wa kiongozi ni kiongozi au mtawala akawaacha raia wake yafaluna ma yuridun, wanafanya wanalolitaka bila kuwawekea nidhamu, wakawa wanaharibu, wanafanya uharibifu katika ardhi, watu wanamwaga damu, watu wanakuwa majambazi, wanakithiri, watu wanaua watu, wanapora mali za watu, wanavunja heshima za watu, na yeye ni kiongozi, anaona, anasikia, hakemei, hawakatazi wala hawachukulii hatua hawa wahalifu. Sawa sawa. Huyu ndio anaitwa kuwa ni ghash, anawafanyia ghishi raia wake. Amewaacha, hajawawekea nidhamu katika maisha, nidhamu ambazo zitawakomesha wasifanye uasi, wasiwadhulumu wenzi wao katika mali zao na damu zao na mfano wake. Kwa kiongozi akiishi na raia wake kwa sura hii kwamba fanyeni mnalotaka, tayari huyu kiongozi anahesabika amewafanyia ghishi raia wake, na atakwenda ulizwa kwa Allah tabaraka wa taala. Hii ni sura katika sura za imam za kiongozi au mtawala, kuwafanyia ghishi raia wake. Adh-dhalim, kadhalika kiongozi ambaye ni dhalim, ambapo hapa ndio mahalu shahid, dhulma, ambayo ghishi inaingia katika dhulma. Sawa? Na ukifanya ghishi maana yake umefanya dhulma. Al-jabbaru, ambaye ni mjeuri. Al-jabbaru, ambaye ni mjeuri. Ukifanya jeuri, ukafanya kibri, umefanya dhulma tayari. Kwa dhulma ndio mama wa haya mengine yote yanayotajwa. Ukisema uongo umefanya dhulma, ukiwa na kiburi umefanya dhulma, ukifanya ghishi umefanya dhulma, kwa sababu dhulma maana yake wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi. Dhulma maana yake ni kuweka kitu mahala ambapo si pake, kuweka kitu mahala ambapo si pake. Hii ndio dhulma. Kwa hivyo imam mwenye kuwafanyia ghishi raia wake, akawatelekeza, akaacha kuwawekea mfumo na utaratibu ambao utawafanya waishi vyema kwa mujibu wa maelekezo ya Allah tabaraka wa taala, au imamu
au kiongozi ambaye anakuwa ni mwenye kuwadhulumu watu haki zao, heshima zao, katika mali zao na damu zao, au mwenye kutakabari, anajifanya kuwa ni jabbari, ni mkubwa, hakuna zaidi yake, ambayo hii ni katika majina ya Allah tabaraka wa taala, al-Jabbar. Sasa mwenye kuchukua sifa hii ambayo ni ya Allah tabaraka wa taala akajipachika nayo, fahuwa dhalim, huyo anakuwa amefanya dhulma. Kumweka kiongozi kwa ajili ya kuongoza watu ni wajibu. Kumweka kiongozi kuongoza watu ni wajibu, na kuwepo kwa kiongozi katika eneo au katika nchi anayewaongoza watu, yani kule kuwepo kwa kiongozi, fahuwa khair. Jambo hili ni jambo zuri sana, sawaan kana barran au fajira, sawa atakuwa ni mwema au muovu. Lakini raia kuishi wakiwa na kiongozi ni bora, hata kama ni muovu, kuliko watu wakaishi tu ashwaia bila kiongozi na bila mfumo na utaratibu. Uharibifu wake utakuwa ni mkubwa zaidi. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akaweka mfumo wa maisha duniani kuwa na kiongozi. Hatuwezi kuishi hivi hivi bila viongozi abadan. Yani nyinyi tu mjikusanye watu watatu wanne, mna grupu lenu, mnafanya mambo yenu, msiwekeane nidhamu na utaratibu kwamba sasa fulani atakuwa ndio kiongozi wetu, unatuelekeza na kutukosoa na kufanya kadha, uone mtakavyoharibu. Mko watatu wanne tu, usiseme nchi nzima. Hapo ndio unaona uwajibu wa kumweka nani? Kiongozi. Kwa kiongozi, kumsimika kiongozi ni wajibu, hata kama atakuwa ni muovu. Sasa atakapokuwa ni muovu, namna gani utaamiliana naye, tutakujaona katika mwendelezo wa darasa yetu hii insha Allah taala. Kwa anaposema al-Imam al-Ghash, al-Imam hapa anakusudiwa al-Imam al-A'zam, anakusudiwa kiongozi mkuu, rais wa nchi au mfalme, huyo ndo anakusudiwa al-Imam al-A'zam. Kadhalika wale manaibu wake, nuwabuhu, wale manaibu wake, fa innahum yatba'unahu fil ahkam, wale manaibu wake wote wanachukua hukumu, wanachukua hukumu ya imamu wao, wanachukua hukumu ya kiongozi wa nchi. Rais, sawa, rais kama rais hawezi yeye kuongoza nchi peke yake, sawa, lazima awe na mtandao, awe na cheni ya viongozi wake. Nasikia kuna baraza la mawaziri, si kuna baraza kadha, sawa, ile ndio cabinet yake ile, wale ndio watendaji wake wale, na wale ndio manaibu wake, sawa, wale ndio wanamwakilisha nani? Rais. Sababu rais hawezi kuja mtaani huku. Sasa mnasemaje? Anaweza kaja baadhi ya time kwa munasaba maalum, sawa, lakini kuna watu ambao ndio kazi zao. Kwa hawa manaibu wake, mawaziri na wengineo wote, kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu, wote hao wanafuata hukumu ya kiongozi mkuu, wanafuata hukumu ya kiongozi mkuu katika yale ambayo walionasibishiwa, katika zile wadhifa ambazo wamebebeshwa na wakakubali kuzibeba. Kwa hiyo kama ni mwenyekiti wa mtaa, ujue hukumu ya rais na wewe inakuhusu, kwa maana rais wa nchi ambaye ni kiongozi wako mkuu amekupa, yani wewe unaongoza mtaa huu kwa sababu
umenasibishiwa wadhifa huo kuanzia kutoka ngazi ya juu. Sawa? Yule kiongozi wa juu anakatazwa kufanya dhulma. Ni haramu kuwadhulumu raia wake. Basi na wewe mwenyekiti wa mtaa ni haramu kwako wewe kuwadhulumu hao watu nao waongoza. Mnaelewa hapo? Hiyo ndio maana kwamba wale viongozi wa chini wanafuata hukumu ya kiongozi wa juu, inakusudiwa hivyo. Sawa? Kwa sio kwamba wanapozungumzwa viongozi wanamaanisha wakubwa tu, rais, waziri, naibu, makamu wa rais ndio hao tu, ama wengine watendaji wa chini huku, la, hata hao wa chini pia inatakiwa kila mmoja kufanya uadilifu. Kufanya uadilifu ni wajib mutlaqan kwa kila mmoja, lakini dhulma ni haramu mutlaqan. Dhulma ni haramu moja kwa moja, haifai kumdhulumu mtu yoyote. Tayeb, kadhalika maulama wanasema anapotajwa kiongozi mkuu, kiongozi wa nchi, mtawala, katika hukumu hii ya kwamba ya kufanya dhulma, mtawala anakatazwa kuwafanyia dhulma raia wake. Hapa yadkhulu fihi, wanaingia katika sehemu hii, anaingia katika sehemu hii arrajulu fi ahli baitihi, anaingia mwanamume nyumbani kwake, katika watu wa nyumbani kwake. Ndio pale niliposema hii mlango huu unaohusu watawala, lakini na sisi tunafanyaje? Tunaingia. Kwa hapa anaingia mwanamume kuhusu watu wake nyumbani kwake. Ukiwafanyia ghishi, ukawatelekeza familia yako, wanaenda kama wanyama, wanafanya wanayoyataka, na wewe ni kiongozi wa nyumba, unawatazama wanaharibu, wanamkosea Allah, watoto wako hawaswali, wake zako hawaswali, watoto wako wanafanya maasi, na wewe unawatazama, umewafanyia ghishi. Kwa mwanamume nyumbani kwake anaingia katika sehemu hii. Kadhalika almar'atu fi baitiha, mwanamke anaingia katika sehemu hii, katika nyumba ya mumewe. Ataulizwa namna gani ameichunga nyumba ya mume wake. Kadhalika wanaingia wale ambao wameaminiwa kuongoza dini, kuongoza watu katika dini yao, ambao ni alulamau walmashayikh. Wanaingia wale ambao wameaminiwa katika dini, wale ambao wameaminiwa katika dini, ambao ni maulama na mashekhi. Sawa? Wa mashekhi wanawajibika kufanya uadilifu kama wanavyofanya maulama. Sawa? Kuwafanyia waumini wao wanaowafundisha dini, na haifai kwa shekhi yoyote au alimu yoyote kufanya dhulma kumfanyia muumini wake. Kadhalika anaingia katika sehemu hii kullu man istumina ala mali, kila mtu aliyeaminiwa katika mali, wafanyakazi, wafanya biashara, mtu umeaminiwa kusimamia mali za watu, fa anta mas'ul, utaulizwa kunako amana hiyo. Sawa sawa. Kwa nukta hii ya dhulma amemtaja imam, lakini hii haimhusu imam peke yake. Anaingia kila mmoja ambaye anajijua kwamba ana amana ameibeba. Una kibarua wewe, umepewa kwa watu amana hiyo. Ukifanya dhulma ukaacha kutekeleza kibarua chako inapotakiwa, utaulizwa. Tuko pamoja? Lakini pia hapa wanaingia watu kwenye kufanya biashara sokoni,
mtu akawafanyia ghishi watu katika bidhaa. Anauza nyanya kwenye kisado, juu anaweka nyanya ambazo ni nzuri, chini anaweka nyanya ambazo zimeoza, sawa sawa na mfano wake, sawa sawa akaweka nyanya chini ambazo zimeoza, juu akaweka nyanya ambazo zimefanyaje, ziko safi kabisa. Mteja akija anaangalia zile nyanya safi kabisa, zinamvutia, anatoa pesa, ananunua zile nyanya, akimimina kwenye mfuko wake akakuta tofauti. Huyo mfanyabiashara maana yake amfanyaje? Amefanya ghishi, kamfanyia ghishi mteja wake. Na ni ghishi iliyoje wanaoifanya watu katika biashara. Watu wanafanya ghishi sana katika biashara. Mtu ananunua nguo imepauka, jinsi zile, mtumba wa Ilala pale, ananunua mitumba iliyopauka, halafu anaenda pembeni kule anapaka mafuta. Shoma aliupo hii ghishi, dhulm, haya yanafanyika sana pale Ilala, na tulishasema sana. Wallah, mtihani sana. Tayeb, kwa hivyo hapo nimetanua kidogo ili tujue kwamba hii dhulma ametajwa imamu hapa, lakini si imamu pekee, bali dhulma inatutafuna sote, na tunawajibika kujiepusha sana na dhulma na kumwomba Allah atuthibitishe katika haki. Imamu Dhahabi ameweka dalili nyingi katika mlango huu kama nilivyosema, na leo tutachukua baadhi ya dalili insha Allah, tutaishia hapa. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. anasema Allah tabaraka wa taala, innama sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa, kwa hakika si vinginevyo mapatilizo ni juu ya wale wanaowadhulumu watu. Innama sabilu, kwa hakika si vinginevyo mapatilizo ni juu ya wale ambao yadhlimuna an-nasa, wanaowaonea watu kwa kuwadhulumu. Yadhlimuna an-nasa ni juu ya wale watu wanaowaonea watu wenzao kwa kuwadhulumu mali zao, kuwadhulumu damu zao, kuwadhulumu heshima zao, yani biljumla wanaowadhulumu haki zao. Alladhina yadhlimuna an-nasa huquqahum, wale wanaowadhulumu watu haki zao. Innama sabilu, hakika si vinginevyo mapatilizo, kwa maana wanaopatilizwa na Allah tabaraka wa taala kwa adhabu, wanaopatilizwa na Allah tabaraka wa taala kwa adhabu. ala alladhina yadhlimuna an-nas, ni wale wanaowadhulumu watu, yani wanaowaonea watu kwa kuwadhulumu. Wayabghuna fil ardi, na wakafanya uharibifu katika ardhi. Wayabghuna fil ardi bighairi alhaq, na wakafanya uharibifu katika ardhi pasina haki. Yani yataduna ala al-anfus, wakawa wanafanya uadui, kuwafanyia wenzao uadui kwa kuwaua,
au kuwafanyia wadui wenzao kwa kuwapora mali zao na kuwavunjia heshima zao. Wayabghuna fil ardi bighairi alhaq, na wakawa wanafanya uharibifu katika ardhi pasina haki, wanafanya ufisadi katika mali, ufisadi katika mali za umma, katika mali za watu binafsi, wanafanya ufisadi katika heshima za watu na damu zao. Ulaika lahum adhabun alim, watu hao watapata adhabu yenye uchungu siku ya kiyama. Ulaika lahum adhabun alimun ay shadidul alam, watu hao siku ya kiyama watapata adhabu yenye uchungu, adhabu yenye kuumiza. Hii ni dalili ya kwanza katika Qur'an aliyoiweka Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika surati Shura, ambapo Allah tabaraka wa ta'ala anaeleza kwamba watu wanapofanya makosa wakatubia kwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala si mwenye kuwapatiliza kwa kuwasimamishia hujja ya adhabu, bali watu wanaopatilizwa wa kusimamishiwa hujja ya kuadhibiwa ni wale wanaowadhulumu wenzao. Alladhina ala alladhina yadhlimuna an-nas, ni juu ya wale wanaowaonea watu kwa kuwadhulumu. Hawa ndio ambao Allah tabaraka wa taala anawapatiliza kwa adhabu. Wayabghuna fil ardi bighairi alhaq, na wakaeneza wakafanya uharibifu katika ardhi pasina haki. Kwa hii dalili ya kwanza ambayo inaonyesha kwamba dhulma ni haram mutlaqa, kwamba dhulma ni haram mutlaqa, na kwamba dhulma kabiratun min kabairi adh-dhunub, kwamba dhulma ni dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Tayeb, وقال تعالى, amesema Allah mtukufu katika surati al-Maida, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawasema vibaya Mayahudi Bani Israil, anawasema vibaya Mayahudi Manasara, yani katika Bani Israil, kwamba katika sifa zao zilizokuwa mbaya walikuwa wakifanya maovu wazi wazi na hawakatazani wao kwa wao. Kanu la yatanahawna an munkari fa'aluhu, walikuwa hawakatazani maovu wanayoyafanya wao kwa wao, walikuwa hawakatazani wao kwa wao kunako maovu wanayoyafanya. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani wao kwa wao kunako maovu wanayoyafanya. La bi'sa ma kanu yaf'alun, ni jambo baya sana hilo walilolifanya. La bi'sa ma kanu yaf'alun, ni jambo baya sana hilo walilokuwa wakilifanya. Kwa maana katika mambo mabaya walioyafanya likiwemo na hili, katika mambo mabaya walioyafanya Bani Israili likiwemo na jambo hili la kuacha kukatazana maovu. Walikuwa wakifanya maovu waziwazi, wakidhihirisha machafu bila kukemeana, kwa sababu nani atamkemea mwenzake wakati kila mmoja yuwafanya? Kwa hiyo hakuna wa kumkemea mwenzake, kwa sababu wote wanafanya maovu. Ikabidi sasa wakubaliane kwamba kila mmoja afanye anapotaka.
jambo ambalo linamchukiza Allah tabaraka wa taala. Ndio Allah kaelezea katika sifa zao, akiwa anawaelezea Waislamu wajue hali waliokuwa nayo Bani Israili, ili wasije wakajipamba na tabia hii ya kuacha kuamrishana mema na kukatazana maovu. Mwanzo wa aya ya nyuma yake, aya ni 79 surati al-Maida. 78 anasema Allah, lu'ina alladhina kafaru, wamelaaniwa makafiri, min bani Israila, katika bani Israili, ala lisani Dauda, katika kitabu alichoteremshiwa Daud ambayo ni Zaburi, wa Isa ibn Maryam, kadhalika na katika kitabu alichoteremshiwa Isa ibn Maryam. Wamelaaniwa hao makafiri katika bani Israili, wamelaaniwa waliokufuru katika bani Israili, katika kitabu alichoteremshiwa Daud na katika kitabu alichoteremshiwa Isa alayhi salam. Kwa nini wamelaaniwa? Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, wamelaaniwa kwa sababu ya uasi wao na uadui waliokuwa wakiufanya. Wamefanya uasi gani na uadui? Ndio Allah akasema, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani wao kwa wao kunako maovu wanaoyafanya. La bi'sa ma kanu yaf'alun, ni jambo baya sana hilo walilokuwa wakilifanya, kwa maana jambo hilo walilofanya ni jambo baya lililopelekea wao wastahiki adhabu ya laana, wastahiki adhabu ya laana, kufukuzwa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan hii ni dalili ya pili aliyoiweka Imamu Dhahabi, ambayo ni aya, na katika aya ameishia hapo. Baada ya hapo akaanza kuleta hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa aya hii inaonyesha, kadhalika na aya hiyo iliyopita zinaonyesha anna min al-kaba'ir, kwamba katika madhambi makubwa, yani tukiangalia aya hii inatuonesha wazi kwamba katika madhambi makubwa, an yatruka ar-ra'i ra'iyatahu hamalan, ni kiongozi kuwaacha raia wake wakawa wanafanya wanayoyataka, kama tulivyoona mwanzo katika utangulizi, akawa hawakemei raia wake yale machafu wanayoyafanya, makosa wanayoyafanya, akawaacha tu, kila mmoja anafanya analolitaka. Kufanya hivi kabiratun min kabairi dhunub, ni moja katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Bali kama kiongozi unatakiwa uwe ni mwenye kuwanasihi watu wao na kuwaelekeza na kuwakemea pale ambapo wanahitaji kukemewa, wa hakadha. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in, nyote ni wachungaji. Kullukum, nyote yani kila mmoja. Kullukum ra'i, nyote ni wachungaji. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na kila mmoja wenu ataulizwa kunako uchungaji wake. Kullukum ra'i, nyote ni wachungaji. Wa kullukum mas'ulun, ay wa kullu wahidin minkum mas'ulun an ra'iyatihi, na kila mmoja wenu ataulizwa kunako uchungaji wake. Hadithi hii muttafaqun alayhi, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufahamisha kwamba sisi sote ni wachunga, sisi sote ni wachungaji. Mwingine anaweza akajiuliza, sasa mimi namchunga nani wakati mimi niko peke yangu, mimi mwenyewe ninachungwa? Tayib,
hata kama wewe ni unachungwa pia fahamu ya kwamba na wewe pia ni mchungaji. Kullukum ra'i, hatoki mtu hapa, kila mmoja ni mchungaji. Aqallu shay, yani daraja ya chini ya uchungaji, daraja ya chini ya uchungaji ni mtu kuichunga nafsi yake, ni mtu kuichunga nafsi yake. Kwa hiyo usiseme kwamba mimi nitamchunga nani, waichunga nafsi yako. Unawajibika kuichunga nafsi yako, na utaulizwa siku ya kiyama, nafsi yako umeichunga vipi? Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, muttafaqun alayhi. Katika riwaya ya Imam al-Bukhari akasema Mtume alayhi salam, fal imamu ra'i, kiongozi ni mchungaji, wa mas'ulun an ra'iyatihi, ataulizwa siku ya kiyama kunako uchungaji wake. Kiongozi ni mchungaji wa wale raia wake na waumini wake. Kwa hivyo ataulizwa siku ya kiyama kuhusiana na watu wake, namna gani amewachunga. Je, aliwanasihi au aliwatelekeza, aliwafanyia ghishi au aliwadhulumu? Atakwenda jibu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika katika riwaya ya Imamu al-Bukhari na Muslim akasema Mtume alayhi salam, fal amiru alladhi ala an-nas, kiongozi anayewatawala watu, ra'i, huyo ni mchungaji, anahesabika ni mchungaji wa hao watu. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, na ataulizwa siku ya kiyama kunako uchungaji wake. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kwa kila mmoja ni mchungaji hapa. Kwa wale wenye familia, wenye miji, fahamu ya kwamba wewe ni mas'ulun nyumbani kwake, nyumbani kwako wewe. Ar-rajulu ra'i fi ahli baitihi, mwanamume ni mchungaji nyumbani kwake, na ataulizwa namna gani amewachunga familia yake. Kama ambavyo mwanamke pia ni ra'iyatun katika nyumba ya mumewe, na ataulizwa kunako uchungaji wake. Wa hakadha. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na akasema Mtume alayhi salam, man ghashana falaysa minna, man ghashana falaysa minna, atakayetufanyia ghishi hayuko na sisi. Man ghashana, atakayetufanyia ghishi, falaysa minna, hayuko na sisi. Kwa maana falaysa ala tariqatina, mtu huyo hayupo katika njia yetu, hayupo katika njia yetu. Kwa maana mtu huyo hayupo katika ukamilifu wa imani, hayupo katika ukamilifu wa imani, na hayupo katika ukamilifu wa kufuata sheria za Allah tabaraka wa taala alizozifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu katika aliyoyafundisha Mtume alayhi salam, harrama al-ghisha, kakatini ghish, kakataza kufanya ghishi, kakataza kufanya dhulma. Kwa atakayefanya dhulma kuwafanyia watu, huyo hayupo katika kufuata mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Man ghashana falaysa minna. Na katika lafdhi nyingine anasema man ghasha falaysa minni, man ghasha falaysa minni, atakayefanya ghish, atakayewafanyia ghishi watu, imma katika miamala, sawa, kama tulivyopiga mfano, unauza biashara, unaonesha watu kwa nje ya ile biashara, nyuma ya mgongo wa ile biashara inaonekana ni safi kabisa, lakini ndani imeoza, ghish, sawa. Unauza mafuta unachanganya na maji, ghish, sawa. Ndio mfano tuliosema, unauza mitumba imepauka, unaipaka mafuta, ghish, na mfano wake, sawa. Unapima mizani kuwapimia watu, vile vyuma vile, zile kifa zile unavigonga, sawa, ghish.
Na tukija katika mlango wa ghishi katika miamala, hadith wala haraj. Dhulma imekithiri sana katika miamala. Au akafanya ghishi kuwafanyia kiongozi, kuwafanyia raia wake, akawa anawadhulumu mali zao, anawadhulumu damu zao, anawapiga, anawaua, anawavunjia heshima. Sawa, dhulma. طيب la ilaha illa Allah. Katika ghishi wanazofanya watu wa masokoni katika kuuza ni ghishi wanaoifanya watu wanauza mchele. Mko hapa? Watu mnaouza mchele, ittaqullah wa'lamu annakum mulaquhu, mwogopeni Allah tabaraka wa taala na mjue kwamba mtakutana naye, na ipo siku mtakutana naye Allah tabaraka wa taala. Wa sawfa tandamun, mtajuta kwa kitendo wanachokifanya baadhi yenu cha ghish. Mchele wa aina moja mtu anauweka kwenye viroba vitatu na anauza bei tofauti, na anamwambia huu unatoka Mbeya, huu unatoka Morogoro, huu unatoka wapi. Wenyewe wanajua. Sawa, anaandika mchele kutoka Mbeya, mchele kutoka Ifakara, mchele kutoka wapi. Sawa, si Songea. Kumbe ni kadhab, anawafanyia ghish. Mchele huu yani viroba vyote hivi umetoka Kilombero au wote kautoa Ifakara, lakini anataja mikoa tofauti. Hadha ghish. Sawa, au ananunua mchele mweusi. Sawa, yani asla ndio asili yake, lakini anaupitisha kwenye mafuta, anausafisha uonekane ni super. Ghish. Sawa, ndio maana nikasema ukianza kuelezea ghishi katika miamala sokoni, hadith wala haraj. Ndio maana Umar ibn al-Khattab alikuwa anapitisha bakora kwa wafanyabiashara, akigundulika anafanya aina ya udanganyifu, yani hali ambayo haieleweki katika mauzo, pigwa viboko na anafukuzwa sokoni, kuonesha kwamba sokoni si sehemu ya kuwafanyia ghishi watu. Sawa sawa. Sasa huu ni mfano mdogo tu, lakini nyinyi mnajua mengi. Wacha kuosha mchele na mafuta, uache. Kama ni mbaya ubaki ubaya hivyo hivyo. Uza kama ni buku. Sawa, kwamba huu ni kwa namna ulivyo ni 1500 خلاص. Sawa. Lakini sio unafanya ghishi watu na usafisha na mafuta unauza 2800. Unawaambia huu ni 2800 wakati huu mchele ni 1200. Ghish. Na kwa namna unavong'aa watu wananunua. Hii ndio ghish. Man ghashana falaysa minna. Mwisho hadithi وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. Dhulma zitakuwa shida kubwa siku ya kiyama. Dhulma itakuwa ni shida kubwa siku ya kiyama. Adh-dhulmu dhulumatu yawm al-qiyama, ay adh-dhulmu shadaidu adhimatun yawm al-qiyama. Adh-dhulmu shadaidu adhimatun yawm al-qiyama. Dhulma itakuwa ni shida kubwa siku ya kiyama, kwa maana mtu anapofanya dhulma hapa duniani afahamu ya kwamba siku ya kiyama atapata shida sana, kwa maana ataishi na atakuwa katika sehemu ya kiza. Atapata shida kwa kutembea kwa ndani ya kiza pasipokuwa na nuru, hatopata nuru. Kilichomnyima nuru ni nini? Adh-dhulm.
Ndio maana Mtume alayhi salamu akasema dhulma itakuwa shida kubwa siku ya kiyama kwa mwenye kufanya hiyo dhulma, kwa maana hatopata nuru siku ya kiyama, bali atakuwa katika kiza, hataona njia anakoelekea, imma ila aljanna wa imma ila an-nar. Hatakuwa akiona anakoelekea kwa sababu ya kiza kilichokuwa kikubwa, na kilichomfanya akose mwanga ni dhulma alizozifanya hapa duniani. Na kwa kadri mtu anavyofanya dhulma ndivyo shida inavyozidi kuwa kubwa. Ndio maana Mtume akasema adh-dhulmu dhulumatu, dhulumatu yawm al-qiyama. Idhan na a'dhamu dhulm, dhulma iliyokuwa kubwa sana kuliko dhulma zote, ashirku billah. Dhulma iliyokuwa kubwa kuliko zote ni shirki, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake. Thumma, kisha inayofuata dhulmu al-abdi nafsahu, mtu kuidhulumu nafsi yake. Mtu kuidhulumu nafsi yake. Mtu anaidhulumu vipi nafsi yake? Ni mtu kuitelekeza nafsi yake, ikawa nafsi yake anafuata matamanio ya nafsi yake, ikawa mtu huyo anafuata matamanio ya nafsi yake. Matamanio yanakomwelekeza na yanaelekea, akimwelekeza kwenye maasi anafanya. Siku ya kumwelekeza kwenda msikitini, siku hiyo anaenda. Siku ya kimwambia usiende msikitini, na yeye haendi. Sawa sawa. Yani nafsi inamwendesha kumwingiza katika majanga mbalimbali kwa kufuata matamanio ya nafsi yake. Nafsul ammaratun bisu, wa na'udhu billahi min dhalika. Hii ni aina ya pili ya dhulma, ya mtu kuidhulumu nafsi yake, dhulmu al-abdi nafsahu. Kisha aina ya tatu, dhulmu al-abdi ghayrahu. Dhulmu al-abdi ghayrahu ni mtu kuwadhulumu wenzake. Mtu kuwadhulumu wenzake, imma katika mali zao au katika heshima zao, akawapora mali zao, akawatukana, akawasema vibaya pasi na haki, au akamwaga damu zao na mfano wake, katika aina za dhulma. Hii ni sampuli ya tatu ya dhulma. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema adh-dhulmu dhulumatu yawm al-qiyama. Kwa hivyo ni wajibu wetu Waislamu alhadhara, kuchukua tahadhari, kujiepusha kutokana na dhulma. Tujiepushe sana kutokana na dhulma, na Allah, huku tukimwomba Allah tuthibitishe katika haki na tujalie katika waja wema, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wale ambao wanaposikia maneno hufuata yaliyokuwa mazuri yake. Na sote tunafanya miamala. Dhulma sana watu zinazofanyika ni kwenye miamala. Yani ukiangalia dhulma ya shirki wanafanya katika Uislamu, lakini ni wachache. Asilimia wanaofanya shirki na wasiofanya shirki, wanaofanya shirki ni wachache. Sawa. Lakini ukija kuangalia dhulma, watu kuwadhulumu wenzao, hili jambo limechukua sehemu kubwa sana. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Yani ukiona wewe Allah amekuepusha si mwenye kuwadhulumu watu, imma katika heshima zao au katika mali zao, katika damu zao, mshukuru Allah tabaraka wa taala. Na uendelee kumwomba Allah akuhifadhi hivyo mpaka ukutane naye. Wa illa dhulma ziko nyingi sana, watu wanadhulumu. Kwa hivyo kama nilivyosema, mlango huu ni mrefu, tutakuwa tukichukua kidogo kama hivi inshallah mpaka tutakapofikia mwisho wa mlango huu biidhnillah tabaraka wa taala. Na kesho tutaendelea inshallah. Kesho tutaendelea na sehemu tulipokomea mlango huu tayari biidhnillah.
Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.